Tukae. Mheshimiwa Baba Padri Paul Msombe, naibu wa askofu, kimwakilisha Mwasham Baba Askofu Romanus Elam Mihali, askofu wa Jimbo Katoliki la Iringa, mama yetu mjane wa Mheshimiwa William Lukuvi, pamoja na watoto na familia nzima ya mzee Lukuvi, Mheshimiwa Musa Azani Zungu, spika wetu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Steven Wasira, makamu mwenyekiti wetu wa CCM Tanzania Bara, Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pinda, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mstaafu, Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa mama yetu Mama Ana Semamba Makinda, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mstaafu, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mstaafu na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Nitambue uwepo wa Mama Salma Kikwete, mke wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wake wa viongozi wenza wa viongozi walioambatana nasi leo, nikitambua uwepo wa Mama Tunu Pinda, lakini na mke wangu mwenyewe Mama Neema nimeambatana naye, tuko naye hapa leo. Mheshimiwa Dennis Sangu, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira pamoja na mahusiano, na waheshimiwa mawaziri wengine ambao tumeambatana nao kuja kumsindikiza mwenzetu. Itapendeza tu pamoja na kuwa utambulisho ulishafanyika, kisimama waheshimiwa mawaziri ambao tumeambatana pamoja kumsindikiza mwenzetu. Asanteni sana. Pamoja na naibu mawaziri ambao tumeambatana wote pamoja. Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa Hamza Juma, waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa pili wa rais, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, pamoja na viongozi wote wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na ninyi pale mlipo msimame tu, nimekuja kumsindikiza Mheshimiwa Lukuvi. Alikuwa moja ya viongozi ambao walikuwa wanaratibu pia shughuli zinazohusisha ofisi ya waziri mkuu katika mashirikiano na ofisi ya makamu wa pili wa rais kwa upande wa Zanzibar. Viongozi wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama wote mlioko hapa, Mheshimiwa Heri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, pamoja na wakuu wa mikoa wote mliojumuika nasi, Mheshimiwa Umi Nderiananga, mbunge, naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, pamoja na wenye ulemavu, ambaye umefanya kazi kwa ukaribu na Mheshimiwa Lukuvi kwa muda mrefu, waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wawakilishi ambao mmejumuika nasi leo, Daktari Jimmy Yonazi, katibu mkuu, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, ndugu Baraka Leonard, katibu wa Bunge. Nitambue uwepo wa machifu kama ambavyo walitoka kutambuliwa, waheshimiwa viongozi mbalimbali wa serikali pamoja na viongozi wa vyama vya siasa, nikitambua uwepo wa mwenyekiti wetu wa CCM mkoa wa Iringa pamoja na mjumbe wa halmashauri kuu wa mkoa wa Iringa, nimewaona, poleni sana.
waheshimiwa viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini mlioko hapa, waheshimiwa madiwani ambao mmekuwa madiwani wenzake, pamoja na Mheshimiwa Lukuvi, waombolezaji wote, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na serikali kwa ujumla, nianze kwa kutoa pole nyingi sana kwa mama mjane, Mama Jermina William Lukuvi, watoto, familia na wanaisimani pamoja na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuondokewa na mpendwa wetu Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Isimani na waziri katika ofisi ya Waziri Mkuu, akishughulikia sera, bunge, uratibu pamoja na wenye ulemavu. Mzee wetu Lukuvi ametutoka katika mazingira magumu, kwani kama ambavyo ilielezewa pale mwanzo, ndugu yetu kabla ya taarifa za kifo chake alikuwa akiendelea na shughuli za serikali za kila siku. Mimi binafsi nimekuwa nikiwasiliana na kushauriana naye mara kadhaa kuhusu uratibu wa shughuli mbalimbali, ikiwepo vikao na mwenendo wa masuala ya kamati uliokuwa ukiendelea kabla ya kuanza kwa bunge la bajeti. Kifo hiki kimetuachia majonzi na simanzi na huzuni kubwa kwa kila mmoja wetu. Tuendelee kusimama katika maneno ya faraja ambayo tumeyapata katika vipindi mbalimbali tangu tupatwe na tukio hili. Tulipata neno la faraja pale Dodoma, tukiambiwa sote, akiwepo mama mjane, watoto, sisi wenzake tuliokuwa tukifanya wote kazi serikalini, kwamba tumwachilie ndugu William Lukuvi apumzike. Tumepata pia neno la faraja kule Dar es Salaam ambalo lilielezea kwamba Mungu kamuumba kila mmoja mmoja kivyake, kila mmoja mmoja ni yeye mwenyewe, na kwamba Mungu ana ratiba ya kila mmoja wetu na yeye ndiye anayejua alikuja lini na anaondoka lini, jambo ambalo na lenyewe linatuelekeza vile vile kuhusu kukubaliana na kilichotokea, kwani hatuna uamuzi nacho. Bila shaka mmepata neno la faraja pia katika ibada misa takatifu iliyofanyika Iringa mjini, na leo nimepewa taarifa kwamba tayari tumepata neno la faraja ambalo na lenyewe linatuelekeza tuweze kusimama kufarijiana na kuweza kuendelea kumwombea mwenzetu. Jana wa marehemu, watoto, familia pamoja na waombolezaji, kama nilivyoelezea pale awali, nasimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama alivyoshiriki kutoa heshima za mwisho pale Dar es Salaam. Amenituma kutoa heshima za mwisho, kutoa salamu za pole kwa niaba ya serikali na kwa niaba yake katika msiba huu mkubwa, na amenituma kuwahakikishia kwamba kama ambavyo mara zote alikuwa pamoja na wanaisimani wakati wa uhai wa Mheshimiwa William Lukuvi, ataendelea kuwa nanyi ili kuweza kuhakikisha kwamba yale yaliyokuwa ndoto ya Mheshimiwa William Lukuvi yanaendelea kutimizwa. Mheshimiwa Rais amesisitiza kuwa Mheshimiwa Lukuvi ameacha alama na mchango mkubwa katika Chama cha Mapinduzi, wanaisimani na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kuwa alama na mchango wake umeandikwa, vitaendelea kutekelezwa hata vile ambavyo alikuwa
ameviainisha Mheshimiwa Lukuvi kama ambavyo tumetoka pia kuelezewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Iringa. Kama ambavyo imeelezewa katika wasifu na maelezo ya waliotangulia kutoa salamu za pole, Mheshimiwa Lukuvi atakumbukwa kwa mengi na Watanzania wengi wataendelea kumkumbuka kutokana na utumishi wake uliotukuka katika nafasi mbalimbali, mchango wake kwa jamii na Watanzania kwa ujumla katika nafasi mbalimbali alizozitumikia kuanzia chama, serikalini pamoja na jimbo umekuwa chachu katika kuleta maendeleo kwa wananchi. Na mimi kama moja ya wale waliofanya kazi na Mheshimiwa Lukuvi kwa ukaribu, ninashuhudia hapa kwamba Mheshimiwa Lukuvi alikuwa na nidhamu ya juu sana ya kujituma katika kufanya kazi. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa hasubiri kutumwa, alikuwa anajituma, na ndio maana ameweka rekodi hali ya juu ya uratibu wa shughuli za serikali katika vipindi vyote alivyopata nafasi ya kutumika serikalini. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa mshauri wa kila mmoja. Kila mbunge amepokea ushauri kutoka kwa Mheshimiwa Lukuvi. Kila waziri na naibu waziri, makatibu wakuu ambao na wenyewe naona wapo wamejumuika pamoja nasi katika kumsindikiza, wamepata ushauri kutoka kwa Mheshimiwa Lukuvi. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa na utaratibu wa kujituma, kujitolea kuwasaidia na wengine. Mheshimiwa Lukuvi alikuwa anasoma hotuba za kila wizara, hata zile ambazo sio za wizara yake alikuwa anasoma, na maeneo ambayo anaona yanatakiwa yarekebishwe anasema hapa rekebisheni hiki na hiki na hiki. Hiyo ndio ilikuwa tabia ya Mheshimiwa Lukuvi ya kujituma, kujitolea, kutamani matokeo, kutamani ufanisi, kutamani kila moja afanikiwe. Nitumie fursa hii kuendelea kuwapa pole kwa jambo hili ambalo limetupata sote, na nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwa faraja katika jambo hili zito ambalo limetupata. Mara baada ya jambo hili kutokea, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kuhusu ushiriki wa serikali kikamilifu katika kumsindikiza ndugu yetu kwa heshima zote anazostahili. Hivyo serikali imekuwa bega kwa bega na familia tangu jambo hili litokee, kuweza kuhakikisha kwamba tunamsindikiza mwenzetu Mheshimiwa William Lukuvi kwa heshima zote anazostahili. Niwashukuru wananchi wa jimbo la Isimani, wana Idodi, wana mkoa wa Iringa kiongozwa na mkuu wa mkoa kwa kuhakikisha shughuli hizi za mazishi zinakwenda kama ilivyokuwa imekusudiwa na heshima zote zikiambatana na heshima zote za kumsindikiza ndugu yetu. Nawashukuruni sana. Mwenyezi Mungu aendelee kuwatia nguvu, awajalie subira katika kipindi hiki kigumu. Leo hii tuko na huzuni nyingi tunapomsindikiza mwenzetu, kaka yetu, baba yetu, mzee wetu, kiongozi wetu kuelekea katika nyumba yake ya milele. Tumeshatoka kupata tafakari na nasaha kutoka kwa viongozi wetu wa ibada. Ni vyema tukazingatia na tukayaishi yale tuliyoelekezwa. Tunapokuwa na misiba hii huwa tunapata fursa ya kutafakari pia juu ya maisha yetu, lakini pia na kuwaasa familia pamoja na wengine wote kuendeleza upendo, mshikamano na kujitahidi kuhifadhi umoja, kitu ambacho Mheshimiwa Lukuvi alikuwa akivisisitiza. Alikuwa kiongozi anayesisitiza ushirikiano kati ya serikali na muhimili wa Bunge, ushirikiano kati ya mawaziri na waheshimiwa wa Bunge. Leo hii ambapo yeye amepumzika,
tuendelee kumwenzi baba yetu kwa vitendo, kuanzia ngazi ya familia, ndugu, jamaa pamoja na marafiki. Lakini pia Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti ametoka kutuambia hapa, tunapokuwa na misiba katika maeneo kama haya, hatuishii tu kutoa nasaha kwa familia, tunatoa pia kwa wanajimbo. Baba yetu amepumzika, sasa tusije tukaanza fujo, tukafanyana fujo na vurugu mpaka tukasahau kwamba tulikuwa tumefiwa. Tulinde heshima ya mzee wetu kwa kuwa na staha, tuendeleze umoja wetu aliotuachia. Hatukusikia vurugu wakati yeye akiwepo, tuendelee na huo mshikamano aliouacha. Kwa kuwa leo tuko msibani na nasaha pamoja na salamu za faraja zimeshatolewa na viongozi wetu wa kiroho, mimi nisiseme sana, nimeshaleta salamu za Mheshimiwa Rais na salamu za serikali. Nitapanga ziara kuja mkoa wa Iringa, hapo ndio tutakuja tuongee kwa kirefu. Tutapita katika kila eneo, nitapita katika kila halmashauri, nitapita kila jimbo, hapo tutakuja tuongee. Na nimpongeze Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tayari alishawaandaa viongozi wote wa mkoa wa Iringa. Kwa mimi nasema tu muwe tayari, tutakuja kuongea wakati wa ziara, na mjiandae kweli kweli, kwa sababu katika maandalizi ya ziara tayari nimeshaona maeneo ambayo tunatakiwa tuje tuyafanyie kazi. Nimeshayaona maeneo ambayo tunatakiwa tuje tuyafanyie kazi. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waelezee viongozi wetu wayapitie maeneo hayo ambayo kweli yanahitaji yaangaliwe upya. Niliona eneo moja mmetunga sheria ya maegesho, kwamba mtu akiegesha chombo chake cha usafiri katika maeneo mlioweka, mtakikamata chombo kile, na kikikaa mwezi mzima mnakiuza. Na katika muda huo ambao mmeshikilia mwezi mzima, anatakiwa awalipe kwa kushikilia chombo chenu chake. Yaani yeye mmeshika chombo chake, nyewe wenyewe mmeshika, na siku akienda kulipa alipe na kwamba mlishikilia, awalipe kwa kushika chombo chake. Mnaongelea magari, mnaongelea bajaji, mnaongelea baisikeli. Mimi nimezuia kushika hata sahani ya mamalishe. Nyewe mnatunga sheria mshike. Ninyi mnaongelea kushika kitendea kazi cha Mtanzania, na pengine amekopa na pengine anadaiwa na benki, na mshike kwa hiari yenu wenyewe. Amekosa fedha ya kukigomboa ili akichukue, mnasema awalipe na kwa kushika. Mbona hamjaweka magari ya serikali kama mnapenda kushika magari? Basi ngoja nisiwaongezee huzuni, tuko kwenye msiba, lakini tutaongea wakati wa ziara. Nilitaka tu kukumbushia hiyo kwamba Mheshimiwa Lukuvi mara zote akiwa Chief Whip alikuwa anazingatia mambo yanayowahusu Watanzania, na ushuhuda wa kwanza kwamba alikuwa anazingatia, ameweza kukaa kama mbunge kwa kipindi kirefu namna hii. Kama haushughuliki na mambo ya Watanzania wanaokuchagua, huwezi ukakaa. Tuulizeni sisi wabunge uone jinsi ilivyo kazi kurudi hata awamu ya pili tu. Ukiona mtu kakaa miaka 31, aliweka kipaumbele maisha ya wale anaowaongoza. Kwa hiyo sote
tuishi kwa vitendo maisha ya Mheshimiwa Lukuvi, ili kila mmoja wetu atakapoitwa, kama ambavyo Mheshimiwa Rais mstaafu hayati Ali Hassan Mwinyi alisema, tuwe na kitabu kizuri watakachosoma wengine, kama ambavyo ama simulizi nzuri watakavyosimulia wengine, kama tunavyosimulia leo maisha yenye ushuhuda ya Mheshimiwa William Lukuvi. Poleni tena sana familia, poleni sana wanaisimani, poleni sana kanisa, mmeondokewa na mtoto wa kanisa, poleni sana baba paroko pamoja na jopo lako lote, poleni sana. Sisi tutaendelea kumwenzi Mheshimiwa Lukuvi kama ambavyo makamu mwenyekiti ametoka kutoa maelekezo hapa, kwa kutekeleza ile miradi ambayo na mwenyekiti wa chama wa wilaya ametoka kuitaja hapa. Barabara hii ambayo ameiacha na ikumbuka vizuri, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa anaifuatilia mwenyewe. Wizara ya Fedha alikuwa anaifuatilia mwenyewe mpaka kwa Mheshimiwa Rais, akiwa mshauri wa Mheshimiwa Rais. Tulikuwa tunashushiwa maelekezo kwamba hakikisheni barabara hii inakamilika, imeshakuwa kilio cha muda mrefu. Lakini pia na miradi mingine ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti umeisema hapa, miradi ya kule tarafa ya Isimani, miradi ya kule tarafa ya Pawaga, pamoja na hii mingine ambayo Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti amesema ipo kwenye ilani ya uchaguzi. Niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kutekeleza ama sehemu ya kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia kama sehemu ya kumwenzi ndugu yetu William Vangimembe Lukuvi. Poleni kwa mara nyingine. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.